gari namba T 417 EEE aina ya Yutong bus lililokuwa likitokea Bukoba mjini kuelekea Dar es Salaam. Liligonga kwa nyuma gari namba T 895 EGE lililokuwa na trailer lenye namba T 610 EDA aina ya FAO, ambao na lenyewe lilikuwa likitokea Bukoba uelekeo wa Biharamulo, yani kwa maana wakiwa wameongozana. Katika ajali hiyo kulitokea majeruhi 6 na kifo kimoja, kwa maana kwamba hata huu majeruhi awali naye alikuwa majeruhi, amefariki hospitali akiwa anaendelea na matibabu, ambapo aliyefariki ni Stella Paulo ambaye alikuwa kondakta wa basi hilo, na huku Sadiki Mohamed Masunga aliyekuwa dereva wa gari hilo akikatika mguu wa kushoto. Maabiria wengine ambao ni Deogratius Kagombora Matungwa, miaka 56, mkazi wa Dar es Salaam. Tambwe Kawaya, mkazi wa miaka 26, huyu ni raia wa nchini Kongo. Hassan Swedi, huyu mkazi wa Biharamulo. Sadiki Mohamed ambaye ndiye aliyekuwa dereva, lakini pia pamoja na Hemet Ephraim na Zena Rajabu, hawa walikuwa kwenye basi wakiwa kama abiria. Abiria wote wapo hospitali teule ya wilaya ya Biharamulo, wale ambao walipata majeraha wakiendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri, isipokuwa dereva ambaye amekatika mguu, na dereva mwenza ambaye kidogo hali yake sio nzuri, wanafikiria kumtransfer kumpeleka hospitali ya rufaa ya Bugando. Cha ajali hii ni uzembe wa dereva aliyokuwa akiendesha basi, kwa maana ya huyu bwana Sadiki Mohamed Masunga, ambaye kuna kamlima kidogo afu kuna kona, huwezi kuona mbele. Alichokifanya, alikuwa anajaribu kuliovertake gari la mbao lililokuwa liko mbele yake, yote yakielekea uelekeo wa Biharamulo bila kuchukua tahadhari. Akiwa ameshatanua kwa lengo la kuovertake, akakutana na gari nyingine inayotoka mbele, gari ndogo. Sasa ili asiende kuigonga gari ndogo, akaamua kurudi nyuma ili aipishe hii gari ndogo ipite, yeye overtake. Bahati mbaya, kwa spidi aliyokuwa nayo, kwa sababu tayari alikuwa ameshaanza kutanua, alikuwa ameshaongeza mwendo, akaigonga ile gari kwa nyuma. Alifikia ile gari kabla hajapishana na hii gari ndogo, akaigonga kwa nyuma na kupelekea haya ambayo nimeyasema. Bado niwakumbushe madereva, tunabeba nafsi za watu wanaotegemewa na watu wengi, lakini pia madereva hawa wanaendesha vyombo vya moto vyenye thamani kubwa. Ni vema wakaendesha kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Wakati mwingine waepuke ile ya kwamba hapa hawajaniona trafiki, ngoja niongeze mwendo. Hii haiwezi kuwasaidia. Yaani ngoja nisichukue tahadhari wakati wa kuovertake. Hii haisaidii, kwa sababu leo tayari hapa yeye mwenyewe ana ulemavu wa kudumu. Sasa hawezi kurudi kuendesha gari tena, lakini tayari maskini wa Mungu, binti mdogo huyu wa miaka 29 tayari marehemu. Na kama alikuwa na familia, ni wazi kwamba watoto wake bado wadogo sana, hawa wataitwa yatima. Bado nawakumbusha madereva waendelee kuendesha magari kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepuka madhara haya. Ndio maana nasema siku zote kwetu, dereva asiyezingatia sheria za usalama barabarani ni zaidi ya jabaza anayetumia silaha, kwa sababu
madhara ya jambazi anayotumia silaha yanakwenda kwa yule aliyemlenga, lakini kwa dereva madhara yake ni makubwa zaidi kuliko